Ehe bwana, kakijanje kachonjo, kama bado hujafahamu story hii hapa kuhusu msanii wa muziki wa Bongo Flava all the way kutoka nchini Tanzania. Mimi nakusogezea Diamond Platnumz kwa siku ya leo na zile kali zote ambazo amezifanya kwenye game ya Bongo Flava. Bana, moja kati ya vitu ambavyo pengine ukuwa vifahamu kabisa kuhusiana na nini ambacho Diamond amekifanya kwenye muziki wake wa Bongo Flava, ni kitu gani ambacho jamaa anajivunia nacho sana sasa hivi. Tunamuita A-list msanii mkubwa kwenye game ya Bongo Flava. Jamaa amefanya vitu vingi sana. Leo nipo hapa kukusanua kimoja baada ya kingine. Baada ya kingine kuweza kufahamu kitu kimoja kimoja. Tunachambua moja moja kama karanga, moja moja kama vocha ili kuweza kujua kitu gani ambacho kimehappen. Mimi ni Chris JR, nitaitika Kinyamwezi kabisa bila noma bila nongo. Hapo chini kuna neno subscribe, niguse sasa ituweze kuondoka na kuweza kujoin kwenye familia hii kubwa ya kiburudani. Tunakwambiaje? Pesa ipo, upewe kama nani. Hebu jitambulishe. Bana, wengi tulikuwa tukimfahamu msanii wa Bongo Flava kutoka nchini Tanzania. Tunamtaja Diamond, moja kati ya wasanii ambao wanataja kuwa na mafanikio makubwa zaidi. Hii imekaaji na iko vipi? Ngoja nikusanue siku ya leo. Ukipita kwenye platform ya YouTube pale, mtandao wake wa YouTube, jamaa sasa hivi ukijumlisha Afrika yote anaongoza kuwa na subscribers wengi zaidi ya milioni 10, kitu ambacho kina Burna Boy Nigeria kutoka na Davido, Omalay, Wizkid hawajagusa kabisa moto wake. Ukija kwenye ukanda wa East Africa pia anawanyosha kinoma noma. So ukija kuangalia kwenye watazamaji pia ambao jamaa amekuwa nao katika mtandao wa YouTube wanafika bilioni za kutosha pale mjini YouTube, au sio bana? Lakini msanii pekee ambaye anatajwa kuweza kufahamika katika majarida makubwa East Africa, kwa upande wa East Africa ni kuzungumzia jarida kama Glam, kizungumzia kama MTV, nazungumzia vitu kama vitu vingi sana ambavyo vimekuwa vikimtaja BBC World bana. Majarida kibao ambao makubwa ya muziki yamekuwa kimtaja mshikaji kama msanii fulani ambaye ni icon kutoka Tanzania, kutoka Bongo, tokea 245 hapa nchini Tanzania. So hii bana inakusogezea baadhi ya vitu ambavyo Diamond amekuwa akiwa navyo. Ndio sababu kwamba jamaa kwa sasa ni A-list kinoma noma. Ameshiriki kwenye ushawishi wake mkubwa sasa hizi katika level za kimataifa, na tumeweza kuona jinsi gani ambavyo hatua zake zikiendelea kupigwa kwenye nchi moja na nyingine katika kuitepeleka Tanzania kwenye mahali ambapo tunakuwa tunasema bana, kuna sehemu jamaa amefika. Lakini pia jamaa anataja kuwa msanii pekee ambaye amewashika mkono wasanii wakubwa ambao wapo kwenye games sasa hivi wanafanya vizuri. Harmonize mwaka 2019 alijiunga na lebo ya WCB, akatoka mwaka 2016 alijiunga katika lebo ya WCB na akatoka mwaka 2019, lakini miaka hiyo mitatu ilimtosha kuweza kuonekana ni msanii mkubwa mpaka Nigeria. Kwa sababu ni kubwa kwa upande wa Diamond. Kwa upande wake Viva ni Boy mwaka 2017 hivi alijiunga katika lebo hiyo, na mwaka 2022 hivi alichomoka na kuweza kujiunga na lebo yake inaitwa Next Level Music. Huko Konde Boy akaenda kufungua lebo yake inaitwa Konde Gang. That is bana, miaka 2017 tena Mbosso Khan alijiunga katika lebo ya WCB, na hapo mpaka mwaka 2025, na mafanikio yake ambayo ameyapata ni makubwa sana. Akafungua Khan Music. Lava alijiunga mwaka 2017 hivi, naye amefanya vizuri kwenye game, akaondoka katika lebo hiyo. Sasa hivi amefungua of course Ninja bana, lebo yake ambayo amedrop yeye Lava. Licha ya ukimya ambao amekuwa nao, lakini bado huwezi kumsahau Diamond kwenye hatua ambazo amempigisha mshikaji. Sasa hivi lebo ya WCB iko na washikaji wachache sana. Hapo utamtaja Zuchu, utamtaja Divoice, utamtaja Diamond